Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile lilichosema inajibu mashambulizi ya Iran katika lango la bahari la Hormuz baada ya siku ya jana Jumanne kufanya mashambulizi katika meli mbili ambazo zilikuwa zikipita bila kibali katika mlango wa bahari wa Hormuz. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, uchunguzi wa ufukweni, makombora ya kutoka ardhini hadi angani, makombora ya kukinga meli na maeneo ya kurushia ndege zisizokuwa na rubani. Milipuko ilisikika kusini mwa Iran katika kisiwa cha Qeshm, Bandar Abbas na Sirik, kulingana na ripoti kutoka katika vyombo vya habari vya serikali ya Iran, ikiwa ni pamoja na Press TV mnamo siku ya leo Jumatano asubuhi. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti majeruhi kadhaa baada ya vikosi vya Marekani kuanza msururu wa mashambulizi makali dhidi ya Iran ili kuweka gharama kubwa kwa ajili ya kulenga na kushambulia meli za kibiashara zinazoundwa na raia wasiokuwa na hatia katika njia ya kimataifa ya maji, CENTCOM iripoti kueleza katika vyombo mbalimbali vya habari. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulizi hayo yalikuwa yakilenga mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Hata hivyo, bado kuna uchunguzi unaoendelea juu ya mashambulizi hayo yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Iran. Mashambulizi ya Jumatano yalikuwa ni makubwa mara 4 au 5 katika wigo na nguvu kuliko mashambulizi ya siku 10 zilizopita, afisa wa Marekani aliambia shirika la habari la Axios alipokuwa akielezea namna ambavyo CENTCOM ilifanya mashambulizi yake katika kile ambacho ni katika kujibu mashambulizi ya Iran katika meli zilizopita katika njia ya bahari ya Hormuz. Marekani ilifuta leseni iliyoidhinisha mauzo ya mafuta ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelani hatua ya hazina ya Marekani ya kubatilisha kusimamisha kwa muda vikwazo vya mauzo ya mafuta ya Iran na kusema kuwa Iran inashikilia Marekani kwa kukiuka mkataba wa maelewano na itachukua hatua zozote tunazoona ni muhimu ili kulinda maslahi yake na usalama wa taifa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeongeza kuwa Marekani imekiuka mara kwa mara masharti ya mkataba wa maelewano katika kipindi cha siku 20 zilizopita, moja kwa moja au kupitia hatua za utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon. Siku ya Jumanne, Marekani ilibatilisha leseni ya jumla. Siku ya jana Jumanne, Marekani ilibatilisha leseni iliyoidhinisha uuzaji wa mafuta Iran, huku afisa wa Marekani akionya kwamba hatua za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz hazikubaliki kabisa. Chanzo chenye ufahamu mashambulizi hayo kiliambia gazeti la Jerusalem Post la nchini Israel kwamba Iran ilihusika kurusha angalau ndege 5 zisizokuwa na rubani na makombora katika meli 3 katika eneo hilo la bahari katika siku ya Jumanne. Hatua hiyo ya Marekani imekuja baada ya meli 3 za mafuta kuripoti kupigwa na makombora yasiyojulikana ndani na karibu na mlango wa bahari wa Hormuz katika siku za hivi karibuni. Shirika la wanamaji la Uingereza linaloshirikiana na wanamaji UKMTO limesema katika ripoti yake hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka Tehran au madai yoyote ya uwajibikaji, lakini baadhi ya taarifa kutoka kwa baadhi ya viongozi, ikiwa ni pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf, ni kwamba wa Iran watakuwa tayari kulipa kisasi kwa namna yoyote ile kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani, mashambulizi ambayo ni makubwa zaidi ambayo hajawahi kutokea katika siku 10 zilizopita baada tu ya kutangazwa usitishaji wa mapigano, lakini pia kuendelea na mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Ni kile kilichofanywa na Marekani katika kujibu mashambulizi ya Iran baada ya jeshi la IRGC kufanya mashambulizi katika meli karibia 3 ambazo zilikuwa zikipita katika lango la bahari la Hormuz, na hivyo CENTCOM, jeshi la Marekani, lilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo ya kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo jeshi la CENTCOM linadai wameharibu mfumo ulinzi wa anga wa taifa hilo. Endelea kutufuatilia na sisi tutaendelea kukujuza kwa mapana juu ya yote yanayoendelea katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.